Bana leo CRDB kuna vijana wengi sana na tumebahatika kukutana na meneja wa Hamisa Mobeto. My brother. Yes. Kwema. Poa. Hongera sana kwa kazi kubwa ambayo unaifanya. Right. Huu ni mwaka wangapi ukinikumbusha ambao unafanya kazi na Hamisa? Yes. Wow. Tangu kipindi hicho mnaanza kubuild hii career aliyokuwa nayo mpaka sasa hivi alipofikia. Yeah, miaka 8 kuna tuseme. Oh yeah. Ugumu uko wapi? Ugumu ulikuwa mwanzoni. Kwa sababu kuna direction tulikuwa tunataka kuitengeneza mwanzoni. Ambayo tulijitafuta tukajipata kwenye miaka 3 iliyopita. So tukia hapo iko ndio blueprint. Okay. Kwa tunatoka nje ya chaki. Unaona kama ukiangalia bwana Misaeli waga iko imenyoka sana. Kwa hiyo tulikuwa tunatafuta hiyo kitu kwa muda mrefu sana. Basi tumeipata, tumestick nayo mpaka sasa hivi unaona. Yes. Natamani kujua ugumu uko wapi kwa Hamisa wa sasa hivi kupata deals. Najua kuna kampuni nyingi zinamapproach lakini standard ziko tofauti na mwanzo. Sasa hivi anafanya na makampuni makubwa kama CRDB. Ugumu uko wapi wakija kuapproach makampuni mengine ambayo wenda wanataka kufanya naye kazi lakini sasa hawafikii zile standards? Kila influencer ana target audience yake. Yaani brands wana product tofauti. So wanapochukua influencer, that means influencer fit kwenye service au product ya muda huo, right? Au campaign ya muda huo. Kwa situation ya Hamisa ni tofauti kidogo. Kwa sababu sisi tulifanya research tukajua kabisa bwana brands zinahitaji nini. Na once tulivyopata ile blueprint, hiyo ramani, tukastick nao mpaka sasa hivi. Kama unaona hatuchezi mtu akishatupa brands atatangaza. Hata kama ikiwa ni small campaign ya mwezi mmoja. Tunajua misingi ya hizi kampuni zina policy, zina sheria zake. Kwa hiyo wewe hata maisha yako unatakiwa uishi accordingly. Unapomwona Hamisa na move. A move kama Hamisa as a person, ana move kama kampuni. Yaani tushakuwa tu sign na kampuni yote. So sasa imekuwa lifestyle. Hata kama tukiwa endorsement mkuja ajaja imeshakuwa a part of our life. Kwa tunatembea unaona inatusaidia sana. Kwa hiyo identify hizi kampuni zina policy gani, zina rules gani, unaona ishi accordingly kama unataka kuishi nao. Mwende sawa. Nadhani hiyo itasaidia zaidi kwa unajua watu wengine tayari wana followers wengi, wanaweza kuongea, wanaweza kutengeneza content. Lakini unaweza kujiuliza kwa nini hawapati endorsement? Kwa kuna party moja inawezekana iko loose kidogo, maybe display. Labda kutokujua hizo kampuni wanasimamia misingi gani. Unaweza kufanya kitu kizuri lakini kumbe uko nje ya direction ya unaona. So nadhani hiyo itasaidia zaidi kuliko kusema kwamba ugumu unapatikana wapi au kwa nini tunapata endorsement nyingi. Sasa nataka mtu anayesikiza kama ni content creator. That's why tuko na Trace. Basi wewe niko kama mwakilishi wa Trace Tanzania na moja initiative ambayo tunafanya ni how can add value kwa content creators, influencers, musicians. Industry ya content ni zaidi ya $100 billion market size. Kwa hiyo at least tupate asilimia kadhaa katika hiyo. Kwa unaona kwa wanaofaidika content labda kutoka USA, content creators kutoka labda Europe, kwa Afrika ni 20% tu. Unaona nazungumzia muziki, social media, movies, kila kitu. Sisi bado kuna udogo fulani kwa sisi kufaidika katika ile kwa nchini kwetu kwa Afrika. Tunatakiwa tuongeze asilimia kutoka 20 kwa 30, yani at least gap hili la kulipwa content creators wa US, Europe. Sio kubwa sana na Tanzania. Yes, sio kubwa sana, right? Hivi ikitokea kama events zote hizi au interview Hamisa anapotokea sehemu ambayo anaonekana kama Hamisa, so kwenye matukio labda nyumbani kwa sehemu ambazo watu wakimwona wanajua this is Hamisa. Na wewe lazima uwepo au kuna zingine anaenda mwenyewe? Sasa hizo niko vipi kwa sababu tuna programs tunazitengeneza. Is a way tuna run a management company. Yes. Kwa hiyo as a manager you have to be there. Sometimes so to kwa sababu ya kwa pale kama so. Kwa sababu kila event kwambie tu moja ambacho watu wengi akijua. Ukiona umetokea sehemu there's so many opportunities ziko pale. So as a manager unakuwepo pale kucover. Sio kwa sababu wakati anafanya shughuli iliyopo pale wewe unaendelea kuconnect na watu. Yes. Okay. Yani kila event
sisi natuleteaga kazi nyingi. Hakuna event tumeingia katoka bure. Yes, hata kama event whether ni charity or it's something ambayo tunafanya. Na sio kwamba ni natakiwa tu iwe ni endorsement. Watu wanafikiri kuna vitu vingine ni vya kulisha brand, yani kama una add value kwenye brand. Unaweza kutana na mtu, unaweza kukutana na opportunity ya kufanya kitu fulani kwa ajili ya kuongeza brand fulani. Unaweza kukutana na mtu akakupa kwa sababu amekuona pale akasema actually na kitu changu naweza probably haja kufikiria before, lakini amekuona right kwenye event and then sasa Hamisa usifanye kitu right hapo ndo manager sasa unaingia. Yes. Okay. Kitu kingine ambacho nilitamani kukuuliza, naonaga baadhi ya wasanii accounts zao wanaendesha wenyewe, lakini baadhi yao wanaendeshewa na managers au mtu yeyote kwenye team. Hamisa nimemwona recently anajibu sana mashabiki comments zile. Account yake anaendesha mwenyewe au zikitokea kama hizo huwa mnamwambia au mnapenda connect na mashabiki zake kwa namna hiyo? Yes, so sisi tunakuwa tuna hizo spend. Kuna kipindi unamwona ana engage sana. Na kwa sababu na kuna kipindi unaona no engagement. Yes. Hata watu wanasema mbona sasa hivi ana engagement sana na watu wanamjibu mtu hivi. Kuna moments. Unaona sio mtu akujibu sana, lakini we oversee kila kitu. Yani ukiona anafanya kitu basi just know tunakijua na kipo kwenye plan. Yes. Hata hizo sijui Azizi Ki hivi mnakuwa mnajua kabisa kwamba wajibu. Yes, lakini kuna vingine unajua kwenye press. So kuna vingine tuna vlog, kuna vingine inategemea na situation. Kipi ambacho unataka kwa muda huo. Yeah. Okay. Nakumbuka last interview Hamisa alikuwa anataka kumzungumzia Azizi Ki. Ni wewe ukablock hilo swali. Yes. So inakujaga hivyo. Yeah, na sio kwamba mzungumzi. Kuna muda mzungumzi. No. So but ina depend. Ndio maana nikwambia umeitwa kazi, fanya kazi, jua policies za watu watakafanya kitu, hao watu watakuwa chief nini? Yeah, sawa. Unaona? Sisi hivyo vitu tunaweza kuifanya sisi wenyewe on other side. Umeona kuna content ambazo na produce za kifamilia, naona kuna content ziko kuna yeah, so lakini ukiwepo katika ile kazi ambayo umejua pale, fanya kwa kweli. Sio unafanya gani 100 times more ambao kitu ambacho watu yes. Kitu ambacho expect sisi tunakitu. So wewe unahusika na Hamisa peke yake au hata ikija kwa Dylan na Fantas unahusika pia? Yani familia nzima. Yes. She's a brand also on her own. Watoto. Yes. Kwa brand nzima ya Hamisa na familia. Yes. Tunaona kuna vitu vingi sana vinakuja kwa kila mtoto, mama, kila mtu ana vitu vyake vingi. Kuna mipango. Sio mipango. Kwanza kabisa zeni brand hata zina standards zenyewe, right? But again kuna vitu vingi sana labda watu wanataka kuviona zaidi kupitia wao. Na so hivyo nasema vitakuja very soon. Manager cha mwisho kwa mashabiki wa Hamisa. Kuna vitu vingi sana ambavyo tunatamani kufanya. Yes, tutafanya zaidi kwa mwaka unaokuja kama tutafanikiwa kufika. Yes, vitu vingi sana ambavyo nadhani watu wanatamani sana kuona kwenye movies, umeona. So imekuwa ngumu kufanya naye kipindi hiki akiwa mke wa mtu, maana umeanza naye tangu mdogo kweli. Kimoja naweza kukuambia Hamisa she's very smart. Mbona anajua kitu gani afanye kwa wakati gani. Huo ni muda sahihi wa kufanya chochote. Ndio maana amefanya hivyo. Kwa hiyo na kazi yake iko haijathiri kabisa, zero. That's nice. Zero. Thank you so much. Asante sana.